Manda, kabla ya kurudisha kule kwake mkali wa dimba, hebu tupe, umemsikia mzee Field Marshal hapa amezungumza mambo mengi sana, na unajua tumeshafika hapa, hii finali inasubiriwa kwa hamu kubwa na watu wana matumaini na Simba. Nini ungependa kuzungumza na wewe, kwa sababu tuko hapa na tunasubiri mechi hapo kesho? Ya, nadhani mpaka sasa watu wengi wanataka kufahamu hali ya timu ilivyo. Ambacho tunaweza kuambia tu ni kwamba timu iko vizuri na wachezaji wote wako sawa sawa, kwa maana ya wachezaji waliosafiri na timu mpaka hapa, na hakuna yoyote ambaye labda amepatwa na wasiwasi juu ya yale ambayo yanazungumzwa kwamba mechi ya marudiano itachezwa wapi, kwa sababu kikubwa focus iko kwenye mchezo wa hapa. Na wachezaji, mashabiki tuliokutana nao, kwa mfano tuliokuwa tunakutana nao Casablanca kule na maeneo ya Jadida, wanaifahamu Simba kwa sababu wanakuwa wanaisikia na kuiona ikija kucheza na timu zao ambazo ni Wydad pamoja na Raja. Ndio. Na utakubaliana na mimi kwamba pia klabu ya Bekane ambao wanacheza na Simba katika mchezo wa Jumamosi haina mashabiki wengi sana kule, na unaweza hata ukajenga hoja nzuri tu kwamba actually support kubwa ni kwa Simba wa ule mji mkuu wa Morocco tulipokuwa pale, ama moja ya miji popular, kwa sababu mji mkuu ni Rabat, lakini Casablanca ni mji wa kibiashara, commercial capital. Simba jina lake limekuwa kubwa sana, na hii ni hali ambayo inawajengea confidence wachezaji, kwa sababu hata walipokuwa wanapita mitaani watu wanaijua Simba, wamewahi kuiona, wamewahi kuisikia. Kwa hiyo hii inawapa wachezaji morali kwamba hawakuja hapa kinyonge, hawakuja hapa kama unknown quantity, wamekuja hapa kama timu ambayo inafahamika na inaaminika kwamba inaweza kufanya kitu. Lakini haya ambayo pia yamekuwa yanazungumzwa kwa maana ya mechi ya marudiano kubadilishiwa venue na vitu kama hivyo, ni ishara kwamba hata wapinzani wanaijua ya Simba pia. Kwa sababu mchezo wa mpira wa miguu unachezwa kokote. Unaweza ukaimagine kama tungekuwa na utaratibu wa finali ya mashindano ya CAF kuchezwa katika uwanja neutral, ya kusingekuwa na haya ambayo tunayasikia kwamba mechi ikachezwe huku, mechi ikachezwe kule. Kwa hiyo ni ishara kwamba hata wapinzani wanafahamu kwamba Simba hawajafika hapa kinyonge, hawajafika hapa kwa bahati, na wanajua kwamba wanakutana na mpinzani ambaye ana value ile ya kiushindani na anaweza kuchukua kombe. Kwa hivyo hata ikitokea Simba ameshinda, for me haitokuwa maajabu ama miujiza, kwa sababu Simba amewahi kuifunga Bekane katika mechi ya nyumbani, walishinda 1-0. Bekane huku wakashinda 2-0. Kwa hiyo ni mazingira ambayo yanakuonyesha kwamba hii ni finali na anything can happen, na hakuna sababu yoyote ya Watanzania hususan mashabiki wa Simba kutojiamini kwamba timu yao inaweza kushinda mchezo huu. Najua pale studio wenzetu pia watakuwa na uwanda mkubwa sana wa kujadili hili la uwanja katika mechi ya pili, japo kuna hii mechi ya kwanza nayo haijamalizika, lakini hebu tuijadili kwa upana wake. Jeff, Zanzibar ni sehemu ya Tanzania, lakini ukiangalia namna ambavyo inazungumzwa kama hii mechi inapelekwa Zanzibar, mtazamo wa watu wengi umekuwa ni tofauti. Watu kama wana react, kwa nini watu wasione okay, Zanzibar nayo ni sehemu tu ya Tanzania, endapo tu kama itafikia tu mechi ikapigwa pale na watu wafurahie tu, na hata Berkane anaweza kafungwa hata Zanzibar. Kwa nini imani ni ndogo na Zanzibar? Nadhani watu wengi waliamini kwamba mchezo wa Simba pamoja na Stellenbosch ambao mchezo Zanzibar ungeweza kuwa na matokeo bora zaidi ya yale yaliyotokea kama mechi ingechezwa kwenye uwanja wa Taifa pale jijini Dar es Salaam. Lakini mimi nina mtazamo tofauti kidogo. Yes, kama ukiniuliza sababu ya kwa nini I would prefer uwanja wa Taifa, ni kwa sababu ya mashabiki. Unajua finali sio kitu ambacho kinapatikana kila siku. Mara ya mwisho Simba amefika finali mwaka 1993. Leo ni over 30 years. Majuzi hapa Yanga walifika na wao, nobody knows watafika finali lini. You never know baada ya hapa Simba itafika tena finali lini. Kwa hivyo huwezi kuwadinai watu 60,000 ambao walikuwa tayari kuiangalia finali regardless ya outcome itakavyokuwa. Mashabiki ndio hasa wadau wa huu mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hivyo yes, Zanzibar ni sehemu ya Tanzania, lakini wanasema wengi wapi, mashabiki wengi wa Simba wako huku Dar es Salaam, kwa maana ya Tanzania bara. Kwa hiyo the most preferred scenario ingekuwa kuwapa ile ladha ya finali mashabiki katika eneo ambalo
ni base ya team. Yes, tunafahamu Simba imewahi kucheza Zanzibar, imewahi kupata matokeo mazuri huko, ni sehemu nyingine ya Tanzania, there's no doubt about that. Na hata mechi nyingine za kimataifa zinazohusu timu ya Taifa Stars zinaweza kuchezwa Zanzibar pia in the future, nyakati ambazo tutakuwa tuna host tournament hizi za Afrika. Lakini as we speak, hii ni fainali ambayo mashabiki ambao walikuwa na haki ya kuiona ni mashabiki wa Dar es Salaam, na hakuna sababu yoyote ya kuwadinai hiyo haki. Mkali wa Dimba, unatupata vizuri bila shaka. Hebu tujiulize kwa pamoja na wewe studio na wachambuzi wetu pamoja na kamanda hapa. Kumekuwepo na mambo mawili watu wakijaribu kuhusisha. Tulizungumza na Jeff jana asubuhi kuhusiana na mwenye nguvu kwenye timu hii ya Berkane ambaye ni rais mwenyewe wa shirikisho, Fauzi, ambaye pia ni makamu wa rais pale shirikisho la soka la bara la Afrika CAF. Pengine watu wanajaribu kuona kama Morocco wanapendelewa, na kama unakumbuka pia AFCON kocha wa timu ya taifa ya Tanzania Amrushi pia moja ya kile ambacho alikizungumza kuhusiana na Morocco kupendelewa na CAF iliweza kumletea shida za hapa na pale. Lakini tukirudi nyumbani hapo, uwanja wetu wenyewe wa Mkapa na wenyewe umekuwa ukifungiwa sana, yani hauwezi kukaa muda mrefu uwanja hujakutana na changamoto. Tuzungumze ukweli kamanda, shida ni kwa hawa watawala wa soka ama hata sisi ambao tuko pale nyumbani na uwanja wetu kuna sehemu tuna changamoto? Na of course tukiwa kweli Juma, maintenance ya uwanja bado ni sanaa ambayo sisi kama Watanzania hatujaimaster. Ndio. Na the idea ingeweza kuwaachia watu wengine ambao ni wataalamu wa hilo eneo wafanye hiyo kazi kwa muda mrefu, kwa sababu that way tutaokoa fedha nyingi, lakini pia tutaokoa mazingira mengi kama haya ambayo yameweza kutokea, kwa sababu wewe Juma ni shahidi kwamba Tanzania kwa sasa imekuwa moja kati ya mataifa ambayo yana jina katika football ya hapa Afrika. Kwa sababu ya timu yetu ya taifa inavyofanya, vilabu vyetu kwa maana ya Simba na Yanga, na imefikia wakati hata uwanja ule uko unatumika na timu ambazo hazina viwanja. Kuna wakati Al Hilal wanakuja kucheza pale, kuna wakati nadhani hadi Burundi timu ya taifa ya Sudan, timu ya taifa ya Burundi. Kwa hivyo unapokuwa taifa ambalo linajinasibu kwamba wewe ni taifa la soka hasa, kuna baadhi ya vitu lazima uvifanye kwa usahihi. Kwa hivyo maisha ni trial and error, unajua. Kwa hiyo tutakuja kupatia tu hilo eneo, and as things stand, nadhani hapa pia unaona umuhimu wa kuwa na viwanja vingine, kwa sababu kwa mfano kwa hapa Morocco viwanja ni vingi sana. Ukienda Casablanca penyewe pale kuna viwanja 4 ambavyo vinaweza kuchezwa mechi ya level ya juu kabisa ya FIFA, sio hata ya CAF. Ukienda Rabat kesi ni hiyo hiyo, ukienda Marrakesh kesi ni hiyo hiyo. Kwa hiyo it's about time kwa pale Tanzania na sisi tukawa serious kwenye eneo la kuwekeza katika facilities, kwa sababu facility ambayo wote tunaiamini ni kwa Mkapa, lakini hakuna sababu yoyote kwa nini kusiwe na facilities zingine za maana. Lakini pia changamoto nyingine ambayo lazima tuambizane ukweli, umefika wakati vilabu viwe na facilities zake pia. Umefika wakati klabu yenye level ya Simba, klabu yenye level ya Yanga wawe na angalau stadium ambazo zina capacity hata ya watu 20,000, 25 mpaka 30. Hakuna sababu yoyote kwa nini hizi klabu kongwe kwa hapa zilikofikia ziwe hazina venue, na wote tu tunaangalia tu pale kwa Mkapa. Ule ni uwanja maalum, ni uwanja special ambao unapaswa kutumika kwenye nyakati maalum kama hapa finali na mazingira mengine kama hayo. Lakini can you imagine Juma, kwa mfano kama sasa hivi Simba wangekuwa uwanja wao wa Bunju pale, uwanja una watu 40,000, umekuwa maintained vizuri kabisa, ngoma ingeweza kwenda kupigwa pale vizuri kabisa, na watu sasa hivi wanajua kabisa kwamba bwana tarehe 27 au 20 ngapi mechi itakwenda kuchezwa pale. Kwa hivyo hili liwe kama changamoto, na hatulisemi kwa ubaya, maana yake wakati mwingine unaweza ukasema hivi ukaonekana kama unawatakia watu ubaya. Hapana, umefika wakati hizi klabu kongwe ziwe na facilities zao wenyewe, lakini hata watu binafsi pia wawekeze katika facilities, kwa sababu football is a big business by now kabisa. Kama klabu kama KMC, klabu kama JKT, klabu kama Azam, klabu changa kabisa zinaweza kuwa na facilities zake. Hakuna sababu kwa nini klabu hizi ambazo zina miaka 80 na
ziwe hazina facilities. Umefika wakati sahihi, fedha zipo, na hata kama fedha haziko ndani ya club, arrangements za kwa mfano kuingia joint venture na benki, kuingia joint venture na watu kama zile parastatal organizations wanafund hizi projects, na mnaangalia jinsi ya kulipana. Kwa hivyo hili liwe fundisho kwa vilabu vyetu na hata watu binafsi, jinsi ya kuwekeza katika facilities, kwa sababu taifa letu kwa sasa linatazamwa sana kwenye uwanja wa soka, na ni kwa sababu ya hivi vilabu na timu yetu ya taifa na kazi nzuri inayofanywa na TFF pamoja na bodi ya ligi. Asante sana Mkali, kuna jambo pengine tungeongeza kwa pamoja, tuchagize wote kwa pamoja kabla tujarejesha mzigo moja kwa moja hapo kwenu? Okay, safi kabisa. Mmezungumza mengi mazuri sana na Watanzania wamesikia, lakini nataka kidogo ni wapeleke kwenye eneo la mazoezi ya Simba ambayo wamefanya, nanyi pia mmeyashuhudia hayo mazoezi. Nataka mniambie pengine session huwa zinakuwaje, Fadlu huwa anafanyia kazi maeneo gani zaidi ili kumwangamiza mpinzani wake? Kamanda Jeffrey pamoja na Juma. Yes, kama ulivyosema, kamanda pia ataongezea, lakini unajua walimu pia wamekuwa sensitive sana kwenye mazoezi ya kwao wanavyokuwa wanasimamia. Ukiangalia mfano kama mazoezi ya jana, kuna dakika ambazo nyinyi mnapatiwa, baada dakika 10 za mwisho ndio mtaruhusiwa kuingia kutazama kile kinachofanyika, na hizo dakika 15 ama 10 za mwisho tayari mwalimu anakuwa amekamilisha tayari mipango yake, na nyinyi mnabaki kuzungumza na wachezaji. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo Mkali wa Dimbo huwezi kuviona moja kwa moja katika jicho la kiufundi, kwa sababu pia walimu kote, nadhani kote duniani wanajaribu, kuna vitu ambavyo ni mbinu zao, hawezi kuruhusu watu kama sisi wanahabari kwenda kushuhudia, kwa sababu matokeo yake wengine wanaweza kurekodi wakazipublish, na wao wanaziona kama ni sehemu ya kutunza silaha zaidi. Lakini unapozungumza na coach ama unapozungumza na mchezaji, kila anachokielezea ndio inaweza kukupa picha kwamba nini mwalimu anakihitaji kutoka kwao. Na kama unafuatilia jana nilizungumza, mimi nimepata nafasi ya kuzungumza na Dese Mukwala, nikazungumza na Ateba, na mwalimu anawaambia wanatakiwa wafunge magoli. Kwa hiyo hapo unapata picha kwamba either kwenye uwanja wa mazoezi watu wamefanyia mazoezi scoring, wanatakiwa wafunge, ndio maana mchezaji anakuambia mwalimu anawaambia wanatakiwa kufunga. Kwa hiyo wanapokuja kwenye mechi kama hii, magoli yanatakiwa yapatikane, na hata ikishindikana basi wasiconcede. Kwa hiyo mimi nadhani kwa kujibu kile ulichokisema, yale ambayo sisi tumekuwa tukiyachambua kila siku kwamba okay, hii timu ina create nafasi, timu inatakiwa kufunga, nadhani hata mwalimu pia ni kama sisi tu, inawezekana anaona sasa, lakini kwa jicho lingine la kiufundi, na inawezekana kwenye mazoezi kwa yale ambayo sisi hatukuyaona watakuwa wamefanyia kazi kufunga, ambayo ndio inaonekana ni changamoto, lakini pia namna ambavyo watazuia timu hii kama Berkane ambayo inaonekana hapa nyumbani ni timu hatari. Kumbuka kuna timu kama hizo Stellenbosch wamekuja hapa wamekula magoli ya kutosha, kwa unapaswa kuja kwa tahadhari kubwa, kwa sababu bado kuna mechi nyingine ya kujiuliza Dar es Salaam. Kidogo unaweza ukaja hapo usifunguke sana. Lakini kamanda, kama na huna chochote cha kuongeza kuhusiana na alichokiuliza Mkai, unaweza ukaongezea hapo. Nadhani utakuwa na kumbukumbu Juma ya wakati tuko South Africa, wakati Simba alipokwenda kucheza na Stellenbosch. Mara nyingi kwenye hatua kama hii, kisha fika hatua ya finali kwamba mna mechi ambayo inachezwa ndani ya siku 2 ama 3, mazoezi huwa yanapungua intensity, kwa sababu huwezi kurisk umesafiri na mchezaji hapa alafu mfanye mazoezi magumu alafu mchezaji akaja akaumia. Mara nyingi ni zile light training, ku iron out baadhi ya vitu, kutengeneza shape ya timu, kuangalia shooting practice, kufanyia mazoezi mikwaju ya penalty, kwa sababu mechi inaweza kwenda hatua hiyo. Lakini eneo kubwa ambalo linafanywa kazi wakati kama huu ni eneo la analysis, kwa maana ya kuwaelekeza wachezaji kwamba timu mnayokwenda kucheza nayo ubora wake uko hapa, udhaifu wake uko hapa, maeneo ya weakness yako hapa, maeneo ya strength yako hapa, wachezaji wao bora ni hawa, wanapendelea kucheza kwa mienendo hii, wanapendelea kucheza kwa style hii, na zaidi kuwajenga pia wachezaji kisaikolojia, hasa kama ulivyoongea ulipozungumza na kina Mukwala, kina Ateba, kwa maana kwamba hawa ndio watu ambao wamebeba maono ya timu katika eneo la kushambulia. Magoli yao yatakuwa muhimu sana pale ambapo watakuwa wanafunga, lakini make no mistake kwamba kwenye hatua hii goli linaweza likafungwa na mtu yoyote. Kwa hiyo kufanyia kazi mazingira ya set piece, free kicks, corners, lakini kikubwa ni eneo la analysis na eneo la saikolojia. Mkali, bila shaka utakuwa umepata majibu hapo uzuri kabisa. Imekaa vizuri na
pasi na shaka kwa lolote chochote tutaendelea kuungana ili kuwapasha wasikilizaji wetu. Kabisa, nadhani bado dakika kama 8 hivi kuelekea majira ya saa 4 za huku ikiwa ni saa 2, tutakapokuwa tayari hapa na Hassan Sano mpiganaji, basi tutarudi kwako kwa haraka zaidi ili watu waweze kupata mawili matatu kutoka kwake. Crown Media. Hapa ni nyumbani.